Twende kwenye neno la Mungu. Tutajifunza juu ya mada inayoitwa nguvu ya dhabihu. Nguvu ya dhabihu. Nguvu ya dhabihu. Tegemea kukutana na Mungu na nguvu zake na sauti yake. Kila wakati ambapo unapata nafasi ya kukaa chini ya neno la Mungu, tarajia kupokea kutoka kwa Mungu. Mungu anatukutanisha ili tuseme naye, naye apate kusema nasi. Tumesema naye kwa njia nyingi, naye pia ameshasema nasi kupitia njia nyingi, lakini pia hii ni nafasi ambayo anasema nasi pia kwa njia yake nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nianze kwa kusema kutoa dhabihu ni kufanya nini? Kutoa dhabihu ni kusalimisha au kukabidhi mali au kitu chako unachokithamini sana kama tendo la ibada kwa Mungu fulani. Kutoa dhabihu ni kusalimisha au kukabidhi mali yako au kitu fulani au hali fulani unayoipenda na kuithamini sana, na unaitoa kama tendo la ibada kwa Mungu fulani. Maana yake ni kwamba dhabihu ina mambo matatu ndani yake. Kwanza kabisa, lazima ihusishe kitu au mali au hali au jambo lenye thamani sana kwa yule anayekitoa. Na jambo la pili ni kwamba hicho kitu, hiyo hali au hiyo mali haitolewi tu, inatolewa kama tendo la ibada. Inatolewa kwa nia ya ibada, na hii ibada haiwi kwa mwanadamu, inakuwa kwa Mungu fulani. Ninasema Mungu fulani kwa sababu miungu ni mingi na wanadamu wanatoa dhabihu kwa miungu mingi. Mimi na wewe tunatoa kwa Mungu tunayemjua, Mungu wa kweli, Jehova Mungu wa Israeli. Lakini wapo wengine ambao wanatoa dhabihu kwa miungu yao tofauti tofauti, ambayo ni tofauti na Mungu wetu ambaye ndiye Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na sio kwamba pamoja na kutoa dhabihu kwa miungu hawapati majibu. Wanapata majibu. Wanapata majibu sahihi kabisa. Lakini ipo nguvu fulani ambayo Mungu ameiweka ndani ya kutoa dhabihu kwake yeye Mungu aliye hai, ambayo ndio siku ya leo kwa neema ya Mungu tutakuwa na nafasi nzuri ya kuielewa na kuifahamu ni nguvu ya aina gani. Katika Biblia kuna maeneo mengi sana ambayo watu wametoa dhabihu kwa Mungu aliye hai na kwa miungu, na tumeona matokeo yake. Kuna mfalme mmoja, Ben-Hadadi, mfalme wa kipagani kabisa ambaye hamjui Mungu. Israeli inapigana na taifa la yule mfalme. Wamefika mahali Israeli inashinda, lile taifa la adui linapigwa. Jamaa amejaribu njia zake zote, majeshi yake yote na mbinu zote anazojua za vita, lakini anashindwa. Biblia inasema alikuwa na mtoto wa kiume ambaye kiuhalisia alikuwa ndiye mrithi wa kiti cha ufalme baada ya babake. Lakini mfalme akamgeukia mtoto wake wa kiume, akamchukua, akamchinja kama dhabihu kwa Mungu wake wa kipagani. Hicho kitendo kilisababisha Israel, taifa la Mungu, likapigwa. Sema nguvu katika dhabihu. Jiulize kwa nini mara nyingi katika Biblia baraka nyingi zimehusishwa na dhabihu fulani. Isaka hakuwa na njaa, wala ishu yake haikuwa kunywa supu. Ingelikuwa ni ishu ya kunywa supu, angemwambia mkewe kama kawaida, niandalie nyama na supu ninayoipenda. Lakini akamwambia mwanawe wa kwanza Esau, kaniandalie chakula ninachokipenda. Ishu haikuwa chakula, ishu haikuwa njaa. Ni kwamba ilikuwa imefika wakati wa kuachia baraka za hatima ya mtoto. Lakini kwa kanuni za kiroho hazingetoka baraka hizo hivyo. Zilihitaji kuandaliwa njia katika anga za kiroho, njia ya kuwezesha zile baraka kupita, ambayo hiyo ilikuwa njia ya dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mungu akamwahidi Ibrahimu kwamba atakuwa baba wa mataifa, kwamba kupitia yeye ataliinua taifa kubwa, na akamwambia kwamba uzao wake utakuwa kama mchanga wa bahari au kama nyota za angani. Lakini kwanza, kabla ya ahadi kutimia, Ibrahimu alilazimika kujaribiwa kwenye ishu ya dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe unapotoa ama mtu anapotoa dhabihu hiyo kwa Mungu, mara nyingi watu wanapotoa dhabihu wanatoa wakiwa wanamwekea Mungu matarajio kwamba awatendee kitu fulani. Ni sawa, lakini wakati mwingine pia sio sawa. Mara nyingi tunamwendea Mungu na kitu, ninataka nipande mbegu, nitoe dhabihu ili nipate kazi. Sawa kabisa. Nataka nitoe dhabihu ili nipate mchumba. Wangapi walitoa dhabihu kupata wachumba na wake na waume hapa? Usiinue mkono, lakini unajijua. Bwana Yesu asifiwe. Sahihi kabisa. Haina maana kwamba tunamhonga Mungu, no. Lakini leo pamoja na hiyo tufahamu kwamba unapotoa dhabihu kwa Mungu kama tendo la ibada, ni juu ya huyo Mungu mwenyewe kuamua atakachokutendea anapoipokea hiyo ibada yako. Bwana Yesu asifiwe. Unapotoa dhabihu juu ya Mungu, ni juu ya Mungu mwenyewe. Unapotoa dhabihu kwa Mungu, ni juu ya Mungu mwenyewe kuamua atakachokutendea, kama kuna chochote atakachokutendea. Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka lazima atakutendea kitu, lakini tusifike mahali pa kumbana Mungu kwamba ninatoa hiki ili wewe lazima ufanye hiki. Maana kama hicho tunachomlazimisha kufanya kama hakipo ndani ya mapenzi yake, tutakuja kumwona kama Mungu asiyefuata maagano, ilhali yeye ni Mungu wa maagano. Na hatuwezi kumhonga Mungu kwa kutoa. Hatuwezi kumhonga Mungu kwa kupanda mbegu. Hatuwezi kumhonga Mungu kwa kutoa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Ninachosema ni nini? Ni kwamba ni sahihi kutoa dhabihu kwa Mungu, lakini tunapotoa dhabihu, nia yetu kuu iwe kumpenda Mungu na kutoa ibada kwake. Atakachofanya kibaki kwake yeye mwenyewe. Tusiitumie kama njia ya kumbana kwamba lazima ufanye hivi, kwa sababu inawezekana kile tunachombana kufanya labda sio mapenzi yake. Wakati mwingine tutambana Mungu na atafanya kile anachotaka, kile tunachotaka. Lakini pia kuna uwezekano kwamba anafanya sio kwa sababu tumemlazimisha au sio kwa sababu tumemshawishi, bali anafanya kwa sababu alikuwa amepanga juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapotoa dhabihu pamoja na kutarajia, lakini sana ndani ya moyo wako toa kwa nia ya kumheshimu na kumwabudu Mungu. Kwenye dhabihu Mungu hasemi nipe ili nikupe. Kwenye dhabihu Mungu anasema nipe kwa sababu unaniheshimu na mwenyewe nitaamua cha kufanya juu ya hiyo heshima unayonionyesha. Tuko pamoja? Mungu hatumii dhabihu kama njia ya nipe nikupe. Dhabihu sio barter trade. Kuna aina ya biashara waliosoma historia inaitwa barter trade. Kabla ya pesa kuingia, zamani sana, kabla ya hela kuingia, watu walikuwa wanauziana vitu kwa vitu. Manake kwamba anatokea Msambaa Tanga, amebeba mihogo yake, anataka mizabibu ya Mgogo kule Dodoma. Hamna hela ya kununua zile zabibu, kwa hivyo anaandaa mihogo yake, anaifungasha, wanakutana sehemu na Mgogo analeta zabibu zake, wanabadilishana, wanapima wenyewe thamani ya mhogo na thamani ya zabibu, alafu anaondoka na hiki, huyo anaondoka na hiki. Hiyo inaitwa barter trade. Sema barter trade. Si ndio tunajifunza na lugha sasa? Sema barter trade. Biashara ya kubadilishana mzigo kwa mzigo au bidhaa kwa bidhaa. Sasa dhabihu sio aina hiyo ya biashara kwa Mungu, kwamba nitoe hiki ili naye anipe hiki. Sio nipe nikupe. Ila kwenye dhabihu Mungu anasema hivi, nipe kile unachonuia kunipa, ama nipe kile ninachokuelekeza kunipa, kama njia ya kuonyesha kwamba unanipenda na unaniheshimu. Halafu mimi mwenyewe nitaamua nini nitakachofanya kwa ile ishara ya heshima na upendo unayonionyesha kupitia hiki unachonipa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana?
Kwa hiyo tunatoa dhabihu kwa sababu tumeonja na tumejua kwamba Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Na dhabihu inaweza kuwa vitu vingi. Cha kwanza kinachokuja moja kwa moja tunapotaja dhabihu, wazo la kwanza kabisa ni pesa. Kwa sababu pesa ndio kitu chenye thamani kubwa zaidi leo hii. Ila dhabihu sio pesa tu. Unaweza kutoa hela zako kama dhabihu. Unaweza kutoa mali zako kama dhabihu. Unaweza kutoa hata muda wako kama dhabihu. Jana tulipoenda kushuhudia kule, kuna baadhi ya watu ambao walikansel shughuli zao. Tukaenda watu 11. Hiyo ni dhabihu ambayo watu wametoa ya muda wao. Sio kwamba tulikuwa hatuna cha kufanya. Mimi mwenyewe niliacha wageni nyumbani nikaenda. Ningekuwa na muda wa kufurahia na wageni wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo dhabihu inaweza kuwa vitu vingi: muda, fedha, mali, hata maisha yako mwenyewe. Paulo anasema kwamba itoeni miili yenu kama dhabihu iliyo hai. Na msingi wa dhabihu yoyote ile, dhabihu ya kwanza kabisa ambayo ndio msingi wa dhabihu zingine zote, ni dhabihu ya kujitoa wewe, mwili, nafsi na roho kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi katika uchumi wa dunia unasema kwamba mtu ili atajirike apokee sana. Ukitaka kutajirika katika uchumi wa kidunia unahitaji kuwa na vyanzo vingi vya kuleta kwako. Unahitaji kuwa na milango mingi ya kuingiza, ya kuchuma. Lakini uchumi wa Mungu unasema tofauti kidogo. Uchumi wa Mungu ni kwamba ili mtu aongezeke ajifunze kutoa sana. Bwana Yesu asifiwe. Uchumi wa dunia, ili mtu aongezeke ajifunze kupokea sana. Uchumi wa kifalme, ili mtu aongezeke lazima ajifunze kutoa sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwenyewe ametupa mfano. Mungu alikuwa na mwana mmoja, Yesu Kristo, lakini akawataka wana wengi, kwa maana ya wanadamu wote. Alichokifanya, pamoja na kuambia zaeni mkaongezeke, Mungu hakuweka juhudi za kuleta wanadamu wengi zaidi ili ajipatie wana wengi ama watoto wengi. Alichofanya, alimtoa yule wa kwake mmoja aliyempenda na kumthamini sana, mwanae wa pekee. Alipomtoa kama dhabihu, Biblia inasema kwamba amefanyika mzaliwa wa kwanza kati ya wana wengi. Na mpaka sasa ulimwengu unasubiria kwa hamu kudhihirishwa kwa wale wana wengi wa Mungu ambao wametokana na dhabihu iliyotolewa ya mwana mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo kanuni ya maongezeko katika ufalme wa Mungu. Katika ufalme wa Mungu hatuongezeki au hatuzidishiwi kwa kupokea sana, tunazidishiwa kwa kutoa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika anga za kiroho, sisi ni watu wa kiroho. Hili ni kanisa la kiroho. Kwa hiyo tunaelewa kwamba ulimwengu wa kiroho upo. Kwa hiyo katika ulimwengu wa kiroho, dhabihu sio jambo dogo. Dhabihu ni lugha rasmi inayotumika kuzungumza na roho, spirits. Zipo lugha za kawaida ambazo watu katika maisha ya kawaida wanatumia kuwasiliana. Mnanielewa kwa sababu nazungumza lugha mnayoelewa. Lakini katika ulimwengu wa roho pia zipo lugha za kiroho ambazo roho zinatumia kuwasiliana. Mwanadamu ni mojawapo ya roho zinazoishi katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika ulimwengu wa roho pia yupo Mungu mwenyewe, lakini pia wapo mashetani. Wote ni viumbe wa rohoni. Kwa hiyo dhabihu ni mojawapo ya lugha zinazotumika kuzungumza na roho au na viumbe vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuzungumza na roho kwa maneno matupu tu ukapata majibu. Dhabihu tunasema is one of the languages to address spirits. Ni mojawapo ya lugha zinazotumika kuwasiliana au kuzungumza na roho. Bwana Yesu asifiwe. Na pia utambue kwamba Mungu anakusikia vizuri zaidi na kwa urahisi zaidi unapozungumza kwa lugha ya dhabihu kuliko unapoenda kwa maneno matupu mbele zake.
Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakusikia kirahisi sana na vizuri zaidi unapozungumza kwa njia ya dhabihu. Yaani unapotoa dhabihu yako kwa Mungu, sio tu kwamba unatoa kitu. Ndio maana nimesema kwamba unapotoa, toa kwa ufunuo kwamba ni tendo la ibada. Unapofanya hivyo, unakuwa unazungumza na Mungu moja kwa moja. Na unapozungumza na Mungu kwa njia hiyo, anakuelewa vizuri zaidi kuliko unavyoenda kuzungumza mikono mitupu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu dhabihu yako sio sauti ya kinywa chako tu. Dhabihu yako ni sauti ya moyo wako. Dhabihu yako ni sauti ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Nikupe mfano mmoja kwamba unapozungumza na Mungu kwa njia ya dhabihu, Mungu anakusikia haraka sana. Na wakati mwingine inaweza kumpeleka Mungu mahala pa sio. Unajua kuna watu ambao wanamuomba Mungu, wanaleta hoja zao mbele na wote tuko hivyo. Kuna kiwango cha kumwambia Mungu tunachokitaka. Lakini kuna viwango vingine vya Mungu kukuuliza unataka nini? Bwana Yesu asifiwe. Vipo viwango vya Mungu kumuuliza mwanadamu unataka nini? Mungu alimuuliza Sulemani. Biblia inasema kwamba Sulemani alipojenga hekalu akamaliza, siku ile ya kuliweka wakfu hekalu, Sulemani alimtolea Mungu dhabihu ya ng'ombe 1,000. Think about that. Fikiria hiyo. 1, 2, 3, 1,000 ng'ombe, sio ndama. Bwana asifiwe. Mwanamume akachinja mbele za Mungu. Biblia inasema usiku huo Mungu akamtokea Sulemani kule Gibeoni alikotoa ile dhabihu. Mungu akamwambia Sulemani, omba lolote utakalo nami nitakupa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio Sulemani tunamwona anamwomba Mungu hekima ya kuwaongoza na kuwatawala watu wake. Na Mungu akamtendea hivyo. Katika historia ya dunia, katika historia ya dunia, yule mtu ambaye aliwahi kuwa na hekima zaidi ya Sulemani na mtu ambaye atakuja awe na hekima zaidi ya Sulemani ni Yesu Kristo peke yake alipokuwa kama mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ile imetokana na nini? Na dhabihu iliyogusa moyo wa Mungu. Kwa sababu dhabihu yako sio lugha ya mdomo tu, ni lugha ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Na tutambue kwamba ni Mungu mwenyewe aliyeanzisha hili wazo la dhabihu. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 21. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 21. Biblia inasema Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Bwana Mungu akamfanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. 21 tu, asante. Hapa tunamuona Adamu na Eva wamevunja maagizo ya Mungu. Wamekula tunda ambalo Mungu aliwaambia wasile. Kabla ya hapo walikuwa wamefunikwa na utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanamjua Mungu tu. Walikuwa hawana uwezo wa kujua mema na mabaya. Wao walijua mema tu. Unajua matatizo mengi duniani yanatokana na mwanadamu kujua mabaya. Kwa hiyo kwa sababu ya lile kosa, kabla ya hapo Mungu alikuwa amewafunika na utukufu wake. Kuna covering au mifuniko ya aina mbili iliyokuwa juu yao wakati huo. Kuna ule mfuniko wa kawaida, kwa maana ya walikuwa hawavai nguo, wako uchi ila hawaoneani aibu kama wanyama wanavyoishi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani yao hawakuwa na ujuzi wa mabaya. Ndio maana hawakuoneana haya kama wanyama wanavyoishi tu. Lakini mfuniko wa pili ni mfuniko wa kiroho, kwa maana ya kwamba upo utukufu wa Mungu uliowafunika ukawasababishia wao kuonekana mbele za Mungu kama wenye haki. Dhambi ikasababisha hizo covering zote mbili zikaondoka. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo Mungu akatafuta jinsi au njia ya kuwarudisha katika ile hali ya kuonekana sawa mbele zake. Biblia inasema akawafanyia nguo kwa mavazi ya ngozi. Ili ngozi ipatikane lazima mnyama afe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mnyama akauawa. Mnyama alipouawa, naye akatoa nguo au mavazi ya aina mbili au covering ya aina mbili kwa mwanadamu. Covering au vazi la kwanza ambalo ngozi ya mnyama ilitoa ilikuwa kuufunika ule uchi wake physical wa kuonekana wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sizingatii sana hiyo. Aina ya pili ya mavazi ambayo mnyama alifanya sio sasa mavazi ya ngozi ya mnyama, ni mavazi ya damu ya mnyama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani damu? Wakati huo wametenda dhambi, Mungu ameondoa uso wake kwao. Kwa sababu Mungu siku zote hatazami dhambi. Dhambi ndio iliyomfanya Yesu msalabani akalia, baba yangu, mbona umeniacha? Yesu Kristo ambaye ameishi maisha yake yote bila dhambi, ameenda msalabani, mwenyewe hana dhambi aliyotenda, lakini msalabani tunaita substitution. Amekaa mahali ambapo ni petu sisi, na sisi tumekaa mahali pake. Kwa hiyo sisi ni wenye dhambi, akafanyika dhambi msalabani. Kwa dakika hiyo moja Mungu akamwacha kwa sababu ya dhambi yake. Mungu alipomwacha akatuangalia sisi. Kwa sababu gani? Ile haki iliyokuwa kwake imehamia kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hiyo dhambi ya Adamu imesababisha Mungu amegeuza uso wake kwao. Na hata Isaya anasema 59 kwamba mkono wangu sio mfupi usiweze kubariki, wala sikio langu sio zito lisiweze kusikia, bali dhambi zenu zimefanyaje? Zimenitenga au zimeutenga uso wangu nanyi. Kwa hivyo dhambi siku zote zinamtenga mwanadamu na uso wa Mungu. Ikawa hivyo kwa Adamu na Eva, dhambi zimewatenga na uso wa Mungu. Kwa hivyo kilichofanyika, ile damu ya mnyama ambaye hakuwa na dhambi ilipomwagika, Mungu akawaangalia Adamu na Eva kupitia haki ya yule mnyama, sio haki yao wenyewe. Hawana haki kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akawahesabia haki, sio kwa sababu wamestahili, bali amewahesabia haki kwa sababu dhabihu imetolewa ya mnyama, ya damu. Mungu anawaangalia kupitia hiyo dhabihu ya huyo mnyama. Kwa hivyo haki ya mnyama imehamia kwao. Wana dhambi, hawana haki, ila Mungu anawaangalia kwa sababu gani? Anawahesabia haki ambayo ilikuwa ya yule mwanakondoo wa dhabihu. Na ndicho kilichokuja kufanyika msalabani. Hatukustahili sisi kuitwa wana wa Mungu kwa sababu tumezaliwa na dhambi na tumetenda dhambi. Lakini Mungu anapotuangalia sisi, hatuoni sisi kwa sababu ya matendo yetu, hatuoni kwa sababu ya haki yetu. Hatuna haki ya kuqualify au ya kuhitimu kuitwa wenye haki, ila anapotuangalia anamuona Yesu Kristo na damu yake, alafu sisi anatuona tumejificha humo ndani ya Yesu, ndio maana tunakubalika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii dhana ya dhabihu, mwanzilishi au source, chanzo ni Mungu mwenyewe. Alianza siku hiyo. Kwa hiyo ikamwezesha Mungu kumtazama mwanadamu kupitia haki ya mnyama. Na mpaka leo Mungu ananitazama mimi, anakutazama wewe kupitia haki ya mwanakondoo wake mwenyewe ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo kila mtu uliye hapa unatazamwa kama mwenye haki wa Mungu. Usiruhusu shetani akukumbushe maovu yako ya jana. Usiruhusu shetani akukumbushe historia yako kabla ya kuokoka. Sasa hivi tukiwa ndani ya Yesu, Biblia inasema hakuna tena hukumu ya adhabu juu yao walio ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo yote ni kazi ya dhabihu ya Kristo Yesu msalabani. Angalia Mwanzo sura ya 4 mstari wa 3. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 3. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Tuendelee. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama.
Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, lakini Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Mungu ameweka hiki kitu cha dhabihu au hili wazo au dhana ya dhabihu ndani ya mwanadamu. Kaini na Habili hamna mtu aliyewahubiria na kuwafundisha habari ya dhabihu, lakini kwa sababu ni kanuni ambayo Mungu ameweka. Kumbuka kipindi kile Mungu anahusiana na mwanadamu kwa kupitia dhamiri. Leo hii Mungu anahusiana na mwanadamu kupitia neema. Siku zile ilikuwa dhamiri ya mtu inamuongoza na Mungu anaitumia hiyo hiyo wakati ule. Kwa hivyo Mungu akawafundisha kupitia dhamiri zao habari ya kutoa dhabihu. Kaini akaleta dhabihu za mazao ya shamba mbele za Mungu. Habili naye Biblia inasema akatoa wazao wa kwanza wa mifugo tena vilivyonona akamletea Mungu. Sadaka ya Habili ikakubaliwa, sadaka ya Kaini ikakataliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka ya Kaini haikukataliwa kwa sababu ni mazao ya shamba. No. Leo hii bado watu wanaleta mazao ya shamba nyumbani mwa Bwana, wanapeleka kwa utumishi wa Mungu na inakuwa ni dhabihu inakubalika kabisa. Mungu hakuikataa dhabihu ya Kaini kwa sababu ilikuwa mazao ya shamba, wala hakuikubali dhabihu ya Kaini kwa sababu ya Habili kwa sababu ilikuwa nyama. Mungu anaangalia nia wakati wa kutoa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Kaini kwa vyovyote vile moyo wake haukuwa sawa na Mungu. Hatujaambiwa alitoa kwa nia gani, ila maneno yanayofuata pale yanakuonyesha kwamba huyu jamaa moyo wake haukuwa vizuri. Maana anaulizwa, yuko wapi ndugu yako? Anauliza, am I my brother's keeper? Mimi ni mlinzi wa ndugu yangu tangu lini? Katula besha minya amemzika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nia yake haikuwa sawa mbele za Mungu, ikasababisha dhabihu yake kukataliwa. Habili nia yake ilimpendeza Mungu, ikasababisha dhabihu yake kupokelewa. Basi unajua kwamba ama utambue kwamba watu wanapotoa dhabihu ikaugusa moyo wa Mungu, hiyo dhabihu ina uwezo wa kuzungumza hata baada ya wale watu kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kumtolea Mungu dhabihu ikaugusa moyo wake, ikawa na uwezo wa kuzungumza hata ukilala au ukihama. Kuondoka sio lazima kufa, hata kuhama eneo. Watu wakabaki wakikukumbuka kwamba kuna kitu ambacho ulifanya kikaugusa moyo wa Mungu. Mungu akahuisha kumbukumbu za maisha yako. Waibrania sura ya 11 mstari wa 4 inasema kwamba Habili japo amelala, damu yake bado inanena. Bwana Yesu asifiwe. Damu yake bado inanena, maana yake kwamba dhabihu yake iliugusa moyo wa Mungu, bado yuko hai japo amelala. Lakini pamoja na damu ya Habili kunena, tunayo damu ya Yesu Kristo ambayo inanena zaidi ya hiyo damu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo dhabihu ni mojawapo ya njia za kuhakikisha kwamba unadumisha legacy yako, historia yako nzuri. Gusa maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Dhabihu unaweza kutoa kwa Mungu, lakini pia unaweza kutoa kwa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Unapotoa kwa mtu bado unaugusa moyo wa Mungu kwa kumsaidia na kumthamini yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na utakumbukwa na mtu, utakumbukwa na Mungu. Dunia itakukumbuka, mbingu zitakukumbuka hata unapoondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuangalie nguvu ya dhabihu. Ni nguvu gani iliyo ndani ya dhabihu, au dhabihu ina nguvu gani, ina mambo gani, inasababisha mambo gani? Kwanza kabisa Zaburi sura ya 50 mstari wa 5. Kabla ya kuangalia nguvu ya dhabihu, Zaburi sura ya 50 mstari wa 5. Anasema nikusanyieni wenye haki wangu waliofanya nami agano, au waliofanya nami ndio agano kwa njia ya dhabihu. Anasema nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Mungu anaomba akusanyiwe watu wake, anawaita wenye haki ambao wamefanya agano naye kwa njia ya dhabihu. Manake kwamba dhabihu yako ina uwezo wa kukupa, nitumie neno kikao, ina uwezo wa kukupa kikao na Mungu. Ina uwezo wa kusababisha Mungu akuite, atake uingie uweponi mwake useme naye. Bwana Yesu asifiwe.
Hata hivyo tumeitwa uweponi mwa Mungu kwa sababu ya dhabihu. Tumeitwa uweponi mwa Mungu kwa sababu ya agano ambalo tumefanya na Mungu kwa njia ya dhabihu ya Yesu Kristo. Ndio maana tumeitwa katika uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo la kwanza, dhabihu huonyesha hali ya moyo wako. Dhabihu huonyesha hali ya moyo wako. Dhabihu huonyesha hali ya moyo wako. Mwanadamu mara nyingi anapotaka kumtathmini mwanadamu mwenzake, anaangalia muonekano wa nje. Leo hii nikitaka kumrate maana yake kumpa kiwango Shemasi Ntunda hapa, nitaangalia hali yake. Nitaenda nyumbani kwake, nijue sebuleni kwake kukoje, nijue mke wake anavaaje, nijue nyumbani wanakula mara ngapi, na wanakula wanachotaka au wanakula wanachopata, nijue watoto wake wanasoma wapi, na mambo mengine mengi. Mwenyewe anavaaje, anafanya kazi wapi. Nikishaorodhesha hivyo vitu vyote na hizo sifa zote, unakuta anasema Ntunda ni tajiri, au unakuta anasema mtu fulani ABCD ni mlala hoi, mtu fulani yupo kwenye daraja la kati, mwingine mtu fulani maisha yake ni ya hali ya juu. Kwa sababu gani? Tunaangalia au tunapimana kwa kuangalia sifa za nje. Tunapotaka kumtathmini mtu, mara nyingi tunaangalia sifa zake za nje. Zinasababisha wanadamu tunawekeana madaraja. Ila epuka sana kumweka mtu kwenye daraja kwa kutumia sifa za nje tu. Bwana Yesu asifiwe. Epuka sana kumweka mtu kwenye daraja fulani kwa kuangalia sifa za nje tu. Lakini mara nyingi Mungu anapotaka kumtathmini mtu, anaangalia hali ya moyo wake, sio muonekano wa nje, sio kitu alichonacho. Mungu anaangalia hali ya moyo wa mtu anapotaka kumtathmini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo njia mojawapo ya kujionyesha mbele za Mungu na kuonyesha uhalisia wa moyo wako mbele za Mungu ni kupitia njia ya kutoa dhabihu kwa Mungu. Mungu huupima moyo wako kulingana na hali au hadhi ya kujidhabihu kwako mbele zake. Hali yako ya kujidhabihu na kutoa dhabihu mbele za Mungu. Ninapozungumzia dhabihu, usiende kwenye pesa moja kwa moja. Angalia dhabihu kwa kutoa vitu, lakini pia angalia dhabihu kwa wewe mwenyewe kujitoa kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hali yako ya kujidhabihu na kutoa dhabihu mbele za Mungu inaamua Mungu anakutathmini au anakuweka katika kiwango gani. Kwa sababu katika Mathayo sura ya 6 mstari wa 21, Mathayo 6:21 anasema kwamba ilipo hazina ya mtu ndipo moyo wake ulipo. Anatangulia kusema kwamba iwekeni hazina yenu mbinguni, msiweke duniani ambapo italiwa na kutu, lakini iwekeni mbinguni. Maana anasema kwamba ilipo hazina ya mtu ndipo moyo wake ulipo. Moyo wako unapokuwa kwa mtu, kitu kimoja ambacho hutakwepa ni kujidhabihu kwa sababu ya huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Wanandoa, mnaelewa? Njia ya kwanza kabisa ya msingi ya wewe kuaminiwa na familia fulani, kama mwanamume uaminiwe kwamba unampenda binti fulani na una uwezo wa kukaa naye na kumpenda, njia ya msingi ni kulipa mahari kwa ajili yake. Hiyo mahari ni dhabihu ya aina fulani. Maana upendi, wengine wanawabeba, tunawaita negotiators, wa watu ambao wanajua kupiga dili. Familia inaanzia 3 lakini wazee wanazungumza mpaka inafika 500,000. Lakini mwisho wa siku hiyo 500,000 bado inatolewa kwa uchungu. Sasa hivyo ni vipimo tu vya kidunia. Lazima utoe kitu kuonyesha kwamba, kujiridhisha mbele ya wale watu kwamba una uwezo wa kuishi na binti yetu na unampenda. Na hata huyo mwanamke mnapoana anakaa kwako,
mojawapo ya njia za kuendelea kumridhisha kwamba ninakupenda ni kutoa tu vitu tudogo tudogo. Bwana Yesu asifiwe. Yupo macho ananiangalia. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja nyumbani na kakitu, sio mikono mitupu kila siku. Siku moja amua tu kuja na kakitu kadogo, kabidhi. Bwana Yesu asifiwe. Kana zungumza kwa lugha kubwa sana kuliko kukaa tu hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja mtu hatarajii, mpeleke tu pale Forodhani akale nyama, afurahi. Bwana Yesu asifiwe. Ni njia ya kuonyesha moyo wako kwamba upo kwake, unampenda. Lakini kila siku tu kusema nakupenda na utoi kitu, Kwa hivyo ili kuonyesha upendo unatoa. Na hivyo hivyo Mungu ili kupima mioyo yetu anaipima kulingana na maisha yetu ya kujidhabihu na kutoa dhabihu mbele zake. Anasema katika Yeremia kwamba mimi naichunguza mioyo. Yeremia 17 mstari wa 10, tusome hapo. Yeremia 17 mstari wa 10. Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Kwa hiyo Mungu anachunguza moyo ili anipe mimi, akupe wewe kiasi cha njia zetu. Njia zetu zikimfurahisha, baada ya yeye kuchunguza mioyo yetu, anatupa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo njia moja wapo ambayo Mungu anatumia kuchunguza mioyo yetu ni kupitia maisha yetu ya kujidhabihu. Je, unaweza kwenda umbali gani katika kumtolea Mungu? Unaweza kwenda umbali gani katika kujitoa kwa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Mwanzo sura ya 22 inakupa story ya Ibrahimu alivyoambiwa na Mungu kwamba akamtoe mwanae. Katika sura ya 12 mstari wa kwanza. Mwanzo, angalia sura ya 12 mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Mistari hiyo miwili tunaona Mungu anampa Ibrahimu maagizo na ahadi. Maagizo ni kwamba toka katika nyumba ya baba yako na uende nchi nitakayokuonyesha, lakini ahadi ni kwamba nitakufanya uwe taifa kubwa, nitakubariki, nitalikuza jina lako, nawe utakuwa baraka. Maana yake kwamba utakuwa chanzo cha baraka, katika wewe mataifa ya dunia yatabarikiwa. Lakini kabla hii ahadi kuja kutimia, Abrahamu analazimika kupitia mtihani wa dhabihu kwanza ili aaminike na kuthibitika mbele za Mungu. Mwanzo 22 mstari wa kwanza. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Abrahamu akamwambia, Abrahamu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee umpendaye. Yaani Mungu yupo specific. Sio tu mchukue mwanao alafu mwana wako wa pekee umpendaye, Isaka, mpaka na jina linatajwa. Ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakaokuambia. Wakati huo ndio amemsubiria yule mtoto kwa miaka zaidi ya 90, alafu amempata kwa ahadi kwamba huyo. Kwanza kabisa alimpata Ishmaeli, akafikiri kwamba yeye ndiye atakayekuwa mrithi na atazidishwa kupitia yeye, lakini Mungu akamwambia hapana. Alafu amempata Isaka ambaye ni wa kutimiza hiyo ahadi. Alafu ghafla anaambiwa huyo kamchukue ukamtoe sadaka ya kuteketeza. Kwa maana hiyo kwamba mtoto achinjwe, achomwe, awe majivu na asahaulike.
Unajua mambo mengine kusimulia ni rahisi, lakini sasa ingia kwenye hiyo picha. Ingia kwenye hiyo picha. Umesubiria kitu muda mrefu, alafu siku umefanikiwa umekipata, unaambiwa hicho kakilete sadaka kanisani. Hako ndio kajaribu kadogo kanakofanana na hili. Amesubiria muda mrefu, anaambiwa kamtoe. Ibrahimu hakujadiliana na Mungu, hakumuuliza maswali, wala mkewe hakumwambia. Sasa usiniulize kwa nini, lakini hakumwambia. Akatoka akaenda na mtoto. Mtoto mwenyewe hajui kinachoenda kufanywa. Anajua sadaka inaenda kutolewa, ila hajui kwamba ni yeye. Ameenda akafika mahali akawaambia watumishi wake, angalia mtu wa imani. Amewaambia watumishi wake, bakini hapa mtusubirie mimi na kijana, tutaenda kumwabudu Mungu halafu tutarudi. Amejua anaenda kumteketeza mtoto, Hawa anawaambia tutarudi. Bwana Yesu asifiwe. Imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akaenda, yeye shauri lake au azimio lake ni kutimiza maagizo ya Mungu. Yaani Ibrahimu alifika mahali ambapo anaposema Mungu kitu hahojiani naye. Anaposema Mungu kitu hamuulizi maswali, yeye anatii. Kwa hiyo akaenda akamfunga mtoto, akamweka juu ya kuni. Imebaki amenyanyua kisu anataka mchinje, malaika akamwambia stop. Angalia mstari wa 12. Mstari wa 12 hapo hiyo sura. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, na kwa kuwa hukunizuilia mwanao wa pekee. 13. Abrahamu akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo dume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Abrahamu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanae. Abrahamu akaita mahali hapo Yehova Ire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. 15. Malaika wa Bwana akamwita Abrahamu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee, katika kukubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki lango la adui. Bwana Yesu asifiwe. Hizi baraka zote Abrahamu anapewa, lakini baada ya kuchunguzwa na kujithibitisha mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu alikuwa na imani kwamba hata kama ndicho cha pekee, kwa sababu amekitaka mwenye hicho, acha nimpe. Maisha ya baadaye atajua Mungu. Wakati mwingi tunapokuja kwenye ishu ya dhabihu, unapotaka kutoa sadaka ya dhabihu, mara nyingi hiyo sadaka inakuulizaga maswali. Umeenda umepata kamshahara kako, unaambiwa jamani, kanisani tunataka kuweka kabro tiles pale nje, na tunahitaji kiasi fulani. Alafu ili ujue kwamba Mungu anasema na wewe kiasi kinachotajwa ndio hicho ulichopokea. Unasikia wazo, natoa mfano tu jamani. Unasikia wazo linakwambia hapo kawekeze, peleka hapo. Alafu hiyo sadaka nayo inakuuliza, ukinipeleka na kesho ulitaka unilipe ada, utafanyaje? Ukinipeleka na unajua mimi ndio marejesho ya vikoba, unafanyaje? Sasa wengi tunafika mahali tunaamua, hapo ndio aidha tunashindwa au tunaweza, kulingana na sauti utakayoisikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uwe makini sana wakati kama huo unapoambiwa na Roho Mtakatifu kufanya kitu kama hicho, kwa sababu dhabihu unaweza aidha ukaongozwa na Mungu kuitoa au mwenyewe ukaitoa kulingana na unavyompenda na kumheshimu na kumtambua Mungu wako. Natoaga mfano huu. Kuna mzee mmoja pale Segera, tulienda kumwombea, nilienda kufanya semina huko kanisa la Elim Pentecoste. Wakati tunaombea watu, yule mzee na ni mshirika kanisani, ameokoka, akapita mbele. Kipindi kile anakuja aombewe, tatizo lake ilikuwa upande wako wa kushoto huu ulikuwa umeanza kuparalyze.
hasikii hisia kabisa upande huu. Wakati namuombea nikamuuliza, kuna kitu ambacho Mungu alikuambia ufanye ukufanya? Akasema hapana. Nikamwambia nenda pembeni kakumbuke kwanza. Baadaye akarudi akasema nimekumbuka. Kuna siku nilinunua nyama kilo 2, kilo 1 nikaambiwa nikataka nimpelekee mke wangu na kilo nyingine nimpelekee mama mzazi. Hapo natoka bucha, wazo likaniambia ninunue kilo 1 nimpelekee mchungaji. Lakini nikasema mchungaji siku nyingine. Kwa hivyo hakumpelekea. Kwa hiyo hilo tatizo lake lilianzia hapo. Sina maana kwamba msipotununulia nyama mtaumwa. Lakini kwake ndio agizo alilopewa. Katika ulimwengu wa roho inawezekana ulikuwa mlango wa kumwepushia pigo ambalo lilikuwa linaandaliwa. Hiyo dhabihu ndogo tu. Bwana Yesu asifiwe. Tukamuombea na cha kushangaza akatapika nyama. Lakini achana na hayo. Cha msingi ni kwamba alipoweka mambo yake sawa, alipona. Alipopona mimi nikamwambia sasa kafanya hicho ulichoambiwa. Na kawaida ya Mungu akikwambia toa kitu fulani hukutoa, ukipewa nafasi ya pili ya kutoa, lazima utoe kikubwa kuliko ulichoambiwa mara ya kwanza. Kwa hivyo nikamwacha na mchungaji wake, kama alitoa mimi sijui. Bwana Yesu asifiwe. Ila alipona. Kwa hiyo ninachomaanisha ni kwamba dhabihu yako inampa Mungu nafasi ya kukuweka kiwango gani, inamwezesha Mungu kujua moyo wako ukoje, namna unavyojitoa kwa Mungu. Je, una wepesi wa aina gani katika mambo ya Mungu? Leo hii kila mtu ana ratiba yake mchana. Ghafla nisimame niseme tunaenda Mwembe Mawazo kuhubiri Injili leo hii mchana na hujapanga. Wangapi wako tayari kucancel ratiba zao twende? Amen. Wapo watu wawili. Na jana kweli walikansel. Mbarikiwe sana. Sina maana kwamba ambaye hukansel sasa hujafanya vizuri, lakini ni mambo kama hayo ambayo yanaonyesha viwango vyako vya kujidhabihu kwa Mungu. How ready are you? Uko tayari kwa kiasi gani kujitoa kwa ajili ya Mungu, kuacha vitu vyako, kuacha raha yako, kuacha starehe zako kwa sababu ya kazi ya Mungu? Kuna watu ambao wanasemanga TSO, totally sold out. Yani ikija kwenye issue ya Mungu na mambo yake, mimi ni wa kwake, afanye nami atakavyo. Mimi ni mfano wa huyo mtu. Nimefika mahali ambapo kama ni Mungu chochote anachotaka. Kimsingi mke wangu ni shahidi, mimi sikupenda kuja Tanzania kufanya huduma hapa. Nilipinga kwa nguvu zangu. Kipindi nasoma chuo cha Biblia, wachungaji wa elimu pale wananiambia wewe fanya utaratibu uje tu ufanye kazi huku. Naambia ushindwe. Ninasimama na maona ambayo nilifikiri kwamba Mungu alinipa. Kumbe wakati mwingine tunaota vitu tunajiaminisha, kumbe ni ndoto zetu. Naambia mimi Mungu amenionyesha ABCD. Wananiambia njoo, naambia hapana. Nilipomoa tukarudi Nairobi. Naye akaniambia siku moja, bwana unaonaje tukaende huko tukakae huko? Nikamkemea. Nikakataa. Lakini ikafika mahali wakati naye amekaa kule raha za Kenya, maisha ya Kenya, amekuwa Mkenya, ikafika mahali mwenye wito alipokuja akasema toka na uende. Nikakubali kutoka na kwenda. Mimi ndio nikaanza kumwambia sasa twende. Bwana Yesu asifiwe. Nimeacha familia yangu na kila kitu changu, watu wangu, nimetoka katikati yao, nimekuja huku, nimekutana na mambo ya kutosha. Lakini issue ni nini? Ni kwamba mimi sio wa mimi. Sasa sijui kauli inaeleweka. I am not my own. Sijimiliki mimi mwenyewe. Yupo anayenimiliki. Nina uwezo wa kufanya maamuzi juu ya leo na kesho yangu, juu ya mali zangu, juu ya maisha yangu. Lakini pia naelewa kwamba ni kwa asilimia fulani kuna wakati ambao inapofika nimwachie mwenye kunimiliki awe na maamuzi juu yangu na juu ya vitu vyangu. Mpaka sasa mimi sieleweki nyumbani. Sieleweki. Nina mdogo wangu ambaye naye ni mchungaji kama mimi, anayenifuata. Yeye anachunga kwenye ile kanisa la wazazi lililonilea, na libarikiwe. Wewe ipo sehemu yako unayotoa, partner mwenzako ipo sehemu yake anayotoa.
alafu faida mnagawana. Yaani kuna viwango ambavyo ukijitoa kwa Mungu na namna unavyomtolea Mungu, unafika mahali ambapo Mungu akitaka kuikomboa Tanzania anamtafuta nani atakayefanya naye hiyo biashara. Mungu akitaka kuleta wokovu katika mji wako anatafuta ni nani atakayefanya naye hiyo biashara. Na ukifika viwango kama hivyo, ipo faida ambayo unagawana na Mungu. Mungu anajipatia watu wanaookoka, wewe unajipatia faida katika hii dunia na katika uzima wa milele. Sio tu issue ya kumlilia Mungu, okoa familia yangu, okoa familia yangu. What are you doing? Unaenda umbali gani kujitoa kwa Mungu kwa sababu ya hiyo familia? Unaenda umbali gani kujitoa kwa Mungu kwa sababu ya huo mji? Leo hii Tanga imeanza kuchangamka, na nafikiri sote tunaona, tunashuhudia. Sasa hiyo ukiniuliza, nilipokuja huku mimi nilikuwa sipendi kuishi Tanga. Ungeniuliza mji ambao natamani niishi Tanzania, Arusha, Dar es Salaam, na nilifanya ninachoweza kufanya ili niende huko. Lakini mwenye kazi akanirudisha hapa hapa. Lakini leo hii ukaniambia kwamba unataka kuishi Tanga, nikamwambia ndio. Tanga imeanza kuchangamka. Lakini pamoja na mikakati ya serikali inayowekwa, pamoja na biashara zinazoendelea, pamoja na wasomi na wataalamu wanaofanya kazi, wapo watu wa Mungu ambao hawalali kwa sababu ya huu mji. Wapo watu ambao wengine tunapoingia usingizini wanaingia kwenye maombi kuombea mji. Wapo watu ambao wamerisk, wamehatarisha maisha yao, wanalala mapangoni kwa sababu ya kuombea mji. Hizo ni dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukweli ni kwamba dhabihu zinatolewa pande zote. Wewe usipojidhabihu katika eneo lako, usipotoa dhabihu katika eneo lako, wapo wengine ambao watatoa dhabihu kwa sababu ya hilo eneo, na nguvu yao ikiwa kubwa kuliko nguvu unayogenerate wewe katika ulimwengu wa roho, utakuwa milki yao milele. Ezekieli sura 11, Biblia inasema kwamba kuna watu ambao wamekaa katika mlango wa mji, wanafinyanga mabaya juu ya mji, wanasema mji huu ni sufuria na sisi ni nyama. Mji wa Bwana Yerusalemu, wachawi 25. Mungu anamtuma Ezekieli kutabiri kinyume nao. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba ili waseme hivyo, kuna dhabihu ambazo wanatoa kuambatanisha au kugenerate nguvu za kuhuisha yale maneno yao, ili mji uwe sufuria, watu wawe nyama wakaangwe. Alafu niambie, unaishi katika mji kama huo, unakula Januari mpaka Disemba, unalala saa 12 mpaka saa 12, unakuja kanisani Jumapili tu. Utaishia wapi? Utaishia kuwa milki ya watu kama hao. Mifumo itakuendesha inavyotaka, utaishi kwa huruma za watu, ilhali wewe mwenyewe ni mtawala. Ndio Sulemani anasema, nimeona kitu kimoja cha kushangaza chini ya jua, wana wa wafalme wanaenda kwa miguu na wageni au wana wa strangers wanatumia magari ya farasi. Dhabihu, kujidhabihu na kutoa dhabihu, hiyo ndio inayogenerate nguvu ya rohoni, kukupa misuli ya imani, kukupa sauti katika ulimwengu wa roho, iwe ni katika eneo lako, ni katika biashara yako, ni katika nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 2, ni 3 tu na tunamaliza. Namba 2, dhabihu hukustahilisha mbele za Mungu. Dhabihu hukustahilisha mbele za Mungu. Dhabihu inakustahilisha mbele za Mungu. Kwa maana gani? Kwanza kabisa, kama wanadamu hatukustahili kuitwa wana wa Mungu, lakini dhabihu ya damu ya Yesu aliyomwaga msalabani imetustahilisha sisi. Sasa hivi tunaitwa wana wa Mungu, tena tunapendwa na Mungu, tunaitwa wenye haki wake, na tunaitwa warithi pamoja na Kristo. Alafu isitoshe, anasema tumehuishwa, tumeinuliwa, tumeketishwa katika ulimwengu wa roho pamoja naye. Huko ni kustahilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu afumbue macho yako ya rohoni, uwe na uwezo wa kujiona katika nafasi na hadhi anayokuona Mungu katika Kristo. Utaelewa maana ile neno kustahilishwa.
tumestahilishwa. Hatukustahili ila tumestahilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ipo dhabihu aliyoitoa Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba Ufunuo 5:9 na 10. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 na 10. Anasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wamiliki juu ya nchi. Yaani Mungu Kristo Yesu aliitoa damu yake mwenyewe iwe kama dhabihu, imnunulie Mungu wanadamu wa kila taifa, kila kabila, kila ukoo na kila familia, sisi tukiwa ndani. Na kwa sababu ya hiyo dhabihu aliyoitoa Yesu, Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 mpaka wa 9 inasema kwamba Mungu amemkirimia jina lipitalo majina yote. Hiyo dhabihu imefanya kazi mbili. Dhabihu ya Yesu kwanza imetustahilisha sisi tuliokuwa mbali, tumeletwa karibu, tumepatanishwa na Mungu. Imetustahilisha kwa jinsi hiyo. Lakini dhabihu ya Yesu imemstahilisha Yesu mwenyewe. Kabla ya kufa msalabani alikuwa hana hilo jina lipitalo majina yote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya kutoa hiyo dhabihu amestahilishwa kupokea hilo jina ambalo ni moja mbinguni, duniani na jehanamu, ambalo majina yote yanainama chini ya hilo jina. Hilo jina sio jina kwa maana ya utambulisho, ni jina kwa maana ya nafasi, cheo. Amestahilishwa kukaa katika hicho kiti kwa sababu ya dhabihu aliyoitoa. Maisha yako ya kujidhabihu mbele za Mungu yanakupa hadhi na staha mbele za Mungu. Wokovu, kawaida wokovu tunaupokea hautuweki katika madaraja. Kwa sababu ya kuokoka sote tuko katika kiwango kimoja, tumeokoka, tunaenda mbinguni. Lakini kipo kitu kinachotuweka katika madaraja katika ulimwengu wa roho, kujidhabihu kwetu mbele za Mungu. Dhabihu tunazotoa mbele za Mungu zinatuweka katika viwango. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ambaye unajitoa kwa Mungu, unatoa dhabihu kwa Mungu, unafika mahali ambapo unaaminiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati mwingine Mungu anashindwa kukupa kitu unachoomba, sio kwamba hana, anacho, lakini anapokuangalia huna uwezo wa kukimudu. Bwana tusaidie sana. Hatuna uwezo wa kumudu kile kitu tunachokiomba. Leo hii Baraka haja niambie naomba shilingi 10,000. Ninayo, simpi, lakini kwa sababu gani? 10,000 hata hajui kwenda dukani na kununua kitu cha thamani 10,000. Wakati tupo watoto kule kijijini, nilichoma mkaa, nikauza madebe 2, nikachukua hizo hela nikaenda nazo dukani, nikamwambia nipeni mkate na soda. Sababu ya njaa za kijijini na kutokuelewa utoto. Ndiyo hivyo, Mungu anashindwa kutumilikisha vitu na maeneo. Mungu anashindwa kutupandisha viwango katika maisha, katika huduma, katika uchumi, kwa sababu anapojaribu mioyo yetu bado hatustahili, hatujafikia vipimo vyake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo njia moja ya kukustahilisha, njia moja ya kukuweka sawa mbele za Mungu uonekane unastahili, ni kiwango chako cha kujidhabihu. Upo tayari kiasi gani kujitoa kwa sababu ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Unapoangalia kazi ya Mungu, Mungu anakupa ushuhuda kabisa, kitu fulani unaweza kukifanya wewe. Lakini je, unatii ama unasema kwamba kwanza mchungaji hajatangaza? Alafu hata akitangaza si wengine wapo? Wakati wote ambao Mungu anakuelekeza kufanya kitu kinachohusu dhabihu, aidha kujitoa au kutoa kitu chako au muda wako,
au kutoa ratiba fulani, iwe ni kufunga au kuomba au hata kukesha, pamoja na kwamba Mungu anataka kazi yake iende kupitia kile unachokifanya, lakini wewe binafsi kuna kiwango ambacho Mungu anataka kupeleke. Kuna mabadiliko ambayo Mungu anataka afanye katika maisha yako. Je, utampa Mungu nafasi ya kufanya hivyo, au utahojiana naye alafu poteze hiyo nafasi? Bwana Yesu atusaidie sana. Namba 3, napomalizia, dhabihu hufungua milango ya baraka. Dhabihu hufungua milango ya baraka. Zipo baraka za kawaida, baraka za agano. Kwa sababu umeokoka, Biblia inasema umebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Waefeso sura ya 1 mstari wa 1 mpaka 3 pale, umebarikiwa kwa baraka za Ibrahimu. Sawa kabisa. Hizo ni baraka ambazo zinamfikia kila mtu aliye ndani ya Kristo. Lakini kuna baraka zingine ambazo Kiingereza tunaita sworn blessings, baraka za kiapo. Bwana Yesu asifiwe. Baraka za kiapo ambazo zinatokana na kiapo kati ya Mungu na mwanadamu, kama zile alizopewa Ibrahimu baada ya kukubali kumtoa mwanae. Mungu akaamua kuapa kwa jina lake mwenyewe, yaani wewe kama kubariki nitakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Zipo baraka fulani ambazo huwezi kupewa mpaka ujidhabihu na utoe dhabihu. Baraka hizi tunaziita amana. Neno amana, mnaelewa maana yake? Amana, kitu ambacho umeaminiwa. Kiingereza inaitwa entrustment. Kwa mfano, mtoto hawezi kukabidhiwa mali za baba yake mpaka akomae, aonyeshe ukomavu na uwezo wa kumanage zile mali. Anapofikia katika ukomavu, anaaminiwa na anakabidhiwa. Hivyo hivyo zipo baraka ambazo ni amana, ni entrustment. Lazima ufike mahali uonyeshe uwezo wako mbele za Mungu, uonyeshe viwango vyako mbele za Mungu, ili aweze kukukabidhi hizo dhabihu, hizo baraka. Baraka hizi sana zinahusiana na viwango vya maisha, lakini pia zinahusiana na maeneo. Mungu anamtafuta mtu atakayesimama katika pengo aiokoe familia. Mmezaliwa nyumbani watoto 10. Mungu anakuchagua wewe peke yake kati ya hao 10. Wangapi ambao katika nyumba zao wameokoka peke yao mpaka leo? Mimi ni wa kwanza, nimeinua mkono wangu, ndio maana naweza muinue na wengine. Aisee, nyie tuna kazi kubwa. Kama kuna kitu ambacho hatupaswi kucheza nacho ni hiyo nafasi. Mungu hajatuokoa ili tuwasimange wale wa familia zetu, tuwe na uchungu juu yao. Ametuweka kama mlango wa kusababisha wokovu kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kama kuna ombi naombaga Mungu kila siku, namwambia nilindie baba, mama na ndugu zangu, asilale hata mmoja bila kuokoka. Familia ya mke wangu iko sawa, wote 8 wote wameokoka. Lakini kwetu bado. Kama kuhubiri nimehubiri, kama kuimba nimeimba, kama kuomba nimeomba, nimebaki naendelea kuomba. Mungu anajua atawaokoa vipi. Lakini kinachobaki, naamini Mungu atawaokoa kupitia maisha yangu na njia anazojua yeye. Kwa hiyo Mungu anafika mahali ambapo ili akukabidhi viwango fulani, akukabidhi utawala juu ya maeneo fulani, katika biashara, katika uchumi, katika ndoa, katika taaluma, hata kazini kwako. Wakati mwingine kuinuliwa viwango hakuji bure. Mungu anaangalia kiwango chako cha kujidhabihu mbele zake. Huko mnakofanya kazi kuna watu ambao wanatoa dhabihu kwa miungu ya ajabu ili wapewe hiyo nafasi yako wewe. Wewe ukilala watakuondoa. Bwana Yesu asifiwe. Pale pale unapokaa hiyo nafasi yako, kuna mtu anaimezea mate na anafanya kila anachoweza kufanya ili akuondoe ukae wewe. Ujanja tulionao ni kwamba wanatoa dhabihu, tunatoa dhabihu, lakini kwa sababu Mungu wetu ndiye Mungu wa kweli, siku zote tunapojitoa mbele za Mungu, kwa kumaanisha tunapata nguvu juu yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usikae tu hivyo. Jua namna ya kulinda nafasi yako.
Jua namna ya kulinda viwango vyako. Kuwa mtu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Panga mkesha wako mwenyewe hata kama hujaambiwa. Hii Tanga ina sehemu nyingi unazoweza kwenda na ukaomba usiku mzima, masaa 24 mpaka siku ngapi. Wewe kama hujui njoo uniambie, nitakuelekeza pamoja sehemu moja. Za mchana na usiku kwenda tu unapata muda wa kukaa na kuomba, kujidhabihu mbele za Mungu. Jitoe katika utumishi wako, uwe ni dhabihu kwa Mungu kupitia muda wako. Wakati mwingine unatenga kwamba siku yangu ina masaa 24, ngoja nichukue lisali moja aidha kwenda kushuhudia au kuombea mtaa kwa mtaa, na unakuwa mwaminifu katika hiyo. Kuna viwango Mungu atakuamini na atakuinua. Wakati mwingine kile tunachojisumbua na kufunga na kuomba, Mungu niinue, Mungu nipe kazi, nibadilishie maisha, kumbe ufunguo wake upo tu katika kujitoa mbele za Mungu. Kuna mwanamke mmoja kanisa nililokuwa Nairobi, alikuwa hana kazi. Akaja kwa mchungaji akamwambia, mchungaji wangu, tulikuwa tunasali na wewe mwanamke kanisani, akamwambia amuombe apate kazi. Mchungaji akamwambia kuanzia leo mimi nakupa kazi. Mwanamke akafurahi, nimepata. Okay, kaa nikupe kazi yako. Unaona hilo kanisa, utakuwa unaingia hapo asubuhi kila siku kuomba, ndio kazi ninayokupa. Akampa kazi, na yule mwanamke sasa anaitwa Pastor Miriam. Akawa mwaminifu kufanya hiyo kazi aliyopewa. Amesoma, ana degree yake ya uandishi wa habari, lakini amepewa kazi, anaingia kanisani kuomba kila siku. Kipindi hicho nyumbani kwake, kiti anachokalia nyumbani ameomba kanisani, kiti cha plastiki amepewa, na mume wake ndio anakalia nyumbani. Kupitia hiyo kazi akafanya hiyo dhabihu kwa uaminifu. Ninavyozungumza hivi, ameajiriwa, analipwa hela za kutosha, ni mchungaji, amesimikwa. Mume wake ambaye alikuwa anaomba kiti cha plastiki, mume wake ni secretary wa makamu wa rais wa Kenya, anaitwa Kithure Kindiki. Mume wake ni secretary wake. Sasa hivi wakiingia kanisani wanatembea hivi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini dhabihu, haya mambo ambayo yanaonekana madogo ya kujitoa kwa huduma, ndio yanayowainua watu. Wengine wenu hamjaoa, hamjapata mtu, hamjachumbiwa, ni kwa sababu mchumba wako na ndoa yako ipo ndani ya huduma. Bwana Yesu asifiwe. Jihusishe na kazi ya Mungu. Unapoenda kwenye injili, unapohubiri, utakutana naye huko. Shida tunajipoteza kule nje kwenye mambo mengi ambayo yana faida lakini sio kubwa sana. Yaani kijana ambaye hujaoa na hujaolewa, alafu hupati muda wa kushuhudia, sijui tutakusaidiaje. Usijidanganye kwamba ukioa utapata hiyo nafasi, hamna. Majukumu yanaongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo baraka za aina hii sio zawadi wala sio rehema za Mungu, ni vitu ambavyo unaaminiwa na kupewa na Mungu kwa ajili ya wengine. Na kwenye dhabihu kama hizi, Mungu haangalii kiasi, Mungu anaangalia nia na asilimia. Namalizia hapo. Kwenye ishu ya dhabihu, Mungu haangalii kiasi unachotoa. Mungu anaangalia nia yako na asilimia. Unapomletea hiki unachokiita dhabihu, wewe umebaki na vingapi? Unapomletea hiki, wewe umebaki na vingapi? Mwanamke mmoja Yesu akamwangalia, akatoa senti 2 tu. Yesu akasema huyu ametoa kubwa kuliko wengine wote. Hapo kwenye ibada kuna wale waliotoa wakija hivi, ili zionekane na noti zao, lakini yule mwanamke akahesabiwa kwamba ametoa kikubwa. Kwa sababu gani? Nia yake, na pia kwa sababu alitoa chote alichokuwa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaangalia nia yako, unatoa kwa sababu gani? Ili uonekane, ili mchungaji ajue unatoa sana, ili kanisa lijue kwamba umetoa, au unatoa kwa sababu unampenda Mungu na unatoa kama njia ya kumwabudu na kuiheshimu kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Unapofanya hivyo, unajiandalia mlango. Biblia inasema kwamba Waamuzi sura ya 13 mstari wa 15 mpaka 23. Tusome hilo andiko tumalize. Waamuzi 13 mstari wa 13 mpaka 15. Na Waamuzi 13 kuanzia mstari wa 15.
Ni habari za Manoa, babake Samsoni. Alipoletewa habari na malaika kwamba atampata mwana wa kiume na atamuandaa kwa mnaziri wa Mungu, kisha Manoa akamwambia huyo malaika wa Bwana, na kuomba tukuzuie ili tupate kuandaa mwanambuzi kwa ajili yako. Amepokea ujumbe moja kwa moja, ameingia kwenye swala la kutoa dhabihu kwa malaika wa Bwana. Lakini malaika wa Bwana akamwambia Manoa, ijapokuwa unanizuia sitakula chakula chako, lakini kama unataka kuandaa sadaka ya kuteketezwa inakupasa kumsogezea Bwana. Tabia ya kwanza ya malaika, hawaabudiwi wala hawakubali ibada. Unaona, Manoa ametaka kumpa huyu malaika, amemwambia andaa sadaka ya kuteketezwa umsogezee Bwana, kwa kuwa Manoa hakujua ya kwamba yeye ni malaika wa Bwana. Tuendelee. Manoa akamwambia huyu malaika wa Bwana, jina lako ni nani, ili kwamba hayo maneno yako yatakapotimia nipate kukutukuza? Huyo malaika wa Bwana akamwambia, kwa nini unaniuliza jina langu? Na jina hilo ni la ajabu. Basi Manoa akamtoa yule mwanambuzi pamoja na sadaka ya unga, akamtolea Bwana hapo juu ya mwamba. Huyo malaika akatenda la ajabu, Manoa na mkewe wakaangalia. Mstari unaofuata, kwa maana ikawa mara huo mwali wa moto ulipopaa juu mbinguni kutoka pale madhabahuni, huyo malaika wa Bwana akapaa katika mwali wa moto wa madhabahu, nao Manoa na mkewe wakaangalia, wakaanguka kifudifudi. Manoa alipopokea ujumbe wa Mungu, akaandaa sadaka, ikawa dhabihu. Hiyo sadaka ilipoteketea, moshi wake ulipopanda juu, malaika akapaa katika huo moshi, akaenda zake. Yaani Manoa akamtengenezea malaika highway ya kuendea mbinguni. Ninachosema ni nini? Dhabihu yako ina uwezo wa kutengeneza highway ya malaika kushuka na kupanda wakikuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Malaika ni watumishi ambao Mungu amewaweka na anawapa maagizo kuwatumikia wenye haki. Na njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba unabaki chini ya huduma ya malaika siku zote ni kupitia dhabihu yako. Kwa dhabihu yako unatengeneza njia ambayo kwayo malaika wanaweza kupokea maagizo kwa Mungu na kuja kukuhudumia katika maisha yako. Naomba usimame kwa miguu yako. Akuone wewe unifinyange, nifanye Baba, mwambie Mungu akufanye kuwa kama yeye. Dhabihu ya kwanza ni wewe kujitoa kwa Mungu. Ili watu wa dunia wakiniona wakuone wewe Bwana. Moyo uliopondeka na kuvunjika hutaudharau. Inua mikono yako mbele za Bwana. Once again, maombi yangu yafike kwako Baba. Dhabihu ya Mungu ni moyo uliopondeka na roho iliyovunjika. Wewe Bwana hutaidharau. Ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane na oh, maombi yangu Setarabosa tayarabase kariasate Ekarabosa riazate na kupa moyo wangu Bwana. Moyo hutadharau. Ni kiu yangu na haja ya moyo wangu Bwana. Setarabosa tayarabase katayarabosa Bwana.
sakata ya raba sikara ya sata ya rabo sakata. Shikara babarabu sata ya raba sikata ya raba. Ni kiu yangu Bwana. Shikata ya raba sita ya raba barabu sata ya raba sakata. Shikata ya raba sindere masata ya raba sakata sita. Shakados kata. Ulipoanza wokovu ulikuwa na kiu na shauku ya kumtumikia Bwana. Lakini imefika mahali tumemzoelea Mungu sana, hatuchukulii maagizo yake kama tulivyokuwa tukiyaheshimu mwanzoni. Hatutetemeki kwa sauti ya Mungu. Unajua mwenyewe kwamba umeingia katika awamu au maisha ya ukavu, wala mambo ya Mungu hayakushtui tena. Viwango ulivyokuwa navyo vya kujitoa vimepotea. Pita hapa mbele, Mungu anakupa nafasi ya kuanza upya. Sina maana ya kurudi nyuma katika dhambi, hapana. Lakini kwa habari ya kujitoa kwa Mungu, unajua kwamba umepungukiwa. Mungu anakupa nafasi ya kujikabidhi tena mbele zake na kuanza upya. Kama ni wewe, pita hapa mbele. Ipo nafasi ya kutengeneza upya na Mungu tena. Unaweza kujikabidhi upya mbele za Bwana, akarejesha ile shauku ya kwanza, akarejesha ule upendo wa kwanza. Kwa sababu hata tutoe dhabihu za aina gani, kama dhabihu ya kujiachia sisi kikamilifu kwa Mungu hatujafika mahali pa kuitoa, tunadanganya. Unajua kabisa kwamba kwenye maisha yako kuna maeneo unasema hapa, ikifika hapa Mungu niache. Unajua kabisa kuna maeneo kwenye maisha yako unasema haya ni ya kwangu, Mungu hausiki. Ninazungumza na wewe. Mungu yupo tayari kutembea na mtu tu ambaye amejiachia kwake kikamilifu. Na hiyo nafasi ya kujiweka kikamilifu mbele za Bwana kama sadaka ndio hii hapa. Msingi wa dhabihu za kutoa ni dhabihu ya kujitoa. Msingi wa kutoa mali, msingi wa kutoa fedha ni kujitoa wewe mwenyewe. Usipitwe na nafasi hii. Shakarabusa tayarabusa tayaledusi. Shakarabusa ria shantayara marabusa kitayalabuze. Kuna wengine ambao hamjawahi kumtumikia Mungu kabisa, ndio mnataka kuanza. Ungana na hawa. Paulo anasema jitoe wewe uwe dhabihu iliyo hai mbele za Bwana. Mungu kama alivyofanya kwa Samsoni ataanza kukuquicken, kukuelekeza na kukuongoza hatua zako. Na kile utakachosikia Mungu akianza kukuambia fanya, usiangalie sana uwezo ulionao, kwa sababu kutoka hapa hutaenda kwa uwezo wako, utaenda kwa uwezo wa anayekupa maagizo. Narudia, hutaenda kwa uwezo wako, utaenda kwa uwezo wa anayekupa maagizo. Inua mikono yako mbele za Bwana. Kanisa, inua mikono yako. Kule nyuma endelea tu kumwambia Mungu kwamba najitoa kwako, nitumie kama upendavyo. Lakini hapa mbele ninaenda kufanya ili ombi kwa ajili yako. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, mbele yako ni wapendwa na watumishi wako ambao wapo mbele zako, sio kukabidhi mali, sio kukabidhi fedha, lakini kujikabidhi wenyewe kama dhabihu kwako. Dhabihu yako Bwana ni moyo uliopondeka na roho iliyovunjika. Hiyo Bwana hutaikataa. Hii mioyo ambayo imenyenyekea na kuvunjika mbele zako na kutetemeka mbele zako, ninaiinua kwako Baba. Kwa jina la Yesu Kristo, ipokee dhabihu hii wanayoileta mbele zako. Ipokee dhabihu hii Baba. Na kwa jina la Yesu Kristo, ninatangaza neema ya kumtumikia Bwana ikufunike sasa.
Neema ya kujitoa kwa Bwana ikufunike sasa katika jina la Yesu Kristo. Roho wa Bwana, anza kusema nao kama ulivyoanza kumquicken Samsoni kwenda katika kambi za Wafilisti na kutenda mambo ya ajabu, kwa sababu Roho wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Wewe Roho wa Mungu, ninaomba uwe pamoja na watu hawa kwa jina la Yesu Kristo. Anza kuelekeza hatua zao, anza kusema nao, waisikie sauti yako, wakuelewe, watende sawa sawa na unavyotaka. Ninapinga kila roho ya kiburi, ninapinga kila roho za kukatisha tamaa, kila roho za kuangalia nyuma, ninazivunja kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza mwamko mpya na roho mpya, azma mpya ya kujitoa na kumtumikia Mungu na kumsikia Mungu na kuenenda katika utii chini ya maagizo yake kwa jina la Yesu Kristo. Na kila mmoja asema amen. Ubarikiwe sana. Rudi kwenye kiti chako. Naomba nimkaribishe mzee wa kanisa. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Wacha tu nguvu ya Mungu imhudumie hapa.